Habari za usiku, karibu sana kwenye Mshike Mshike. Mimi ni Kennedy Moses. Azam Media Limited yenye haki ya mechi zote 104 za fainali za kombe la dunia kwa mwaka 2026 imeahidi kufanya ufunguzi wa kishindo wa fainali za kombe la dunia ili kuwapa watazamaji burudani isiyo na mfano kuanzia hapo kesho. Haya yameelezwa na afisa mwendeshaji mkuu wa Azam Media Yahya Mohamed, ambaye amesisitiza kuwa kesho haitakuwa burudani ya mchezo kati ya Mexico na Afrika Kusini pekee, bali ni siku ya historia kwa wateja wa Azam TV na Watanzania kwa ujumla. Kesho ni siku kubwa sana ambayo tutaanza na shughuli zetu kuanzia asubuhi. Kwa hiyo kuanzia kesho asubuhi ni siku ya kombe la dunia. Tutakuwa na vipindi mbalimbali ambavyo vitaweza kuelezea wasifu wa kombe la dunia, lakini pia kuweza kuainisha matarajio yetu ya mwisho kwa watazamaji wetu wote, lakini pia kuweza kuelezea umma wa familia ya mpira kwamba nini hasa televisheni yao ya Azam inakwenda kuwahudumia katika kipindi chote cha mechi 104 za kombe la dunia, karibu siku 40 na zaidi. Kwa hivyo kesho ni siku nzima ya kuitandaza au kuionyesha ile blueprint yetu kwamba sasa sisi ndio hawa ambao kwa ukitegemea kupata burudani na huduma kutoka kwetu, tumejiandaa hivi ili kuhudumia Mtanzania. Kwa hiyo kuanzia asubuhi watazamaji wetu wakae tayari, watakuwa wakipata habari hizi, lakini pia watapata ule mnyumbuliko wa matukio yote kwa ujumla wake, kuanzia uchambuzi, kuanzia kuziona kanuni na sheria za mpira, lakini pia burudani mbalimbali. Katika mpira kuna vitu vingi, kuna hairstyles, kuna fashions, kuna mambo chungu mzima ambayo, kuna maisha ya wanasoka, kuna vibweka mbalimbali. Tumeona juzi vikijitokeza vingine ni vya aibu, si vya kusema, lakini yote haya kwa kina utayapata kupitia Azam TV. Kesho ni siku kubwa sana. Kuelekea ufunguzi wa kombe la dunia hapo kesho, wafanyakazi wa Azam Media Limited wametoa maoni yao kwa kile walichokiandaa kwa Watanzania, huku wakiwataka kutegemea makubwa zaidi kutoka kwa Azam TV wakati wote wa fainali hizo. Tutakuwa na vitu vizuri ambavyo nategemea kuviona kutokana na umahiri wa wachambuzi kwa maana ya tactical na technical analyst ambao tumeweza kuwachukua. Tumeweza kuangalia kila engo. Wapo wachambuzi waliobezi zaidi kwenye history, wapo wachambuzi waliobezi kwenye tactical, wapo wachambuzi waliobezi katika masuala ya statisticians. Bila shaka vizazi hivi vipya vya sasa hivi watakuwa wanafuatilia kwa urahisi sana, kwa sababu Azam TV inawapa kila kitu. Mechi zote watakuwa wanazishuhudia. Kwa hiyo nao watapata historia ambazo sisi kwa miaka yetu pia tulizishuhudia. Mechi kadhaa miaka ya hiyo tulikuwa tunapata kwa shida sana kutazama kombe la dunia. Sasa hivi imekuwa rahisi sana kupitia Azam TV. Kuna kitu nakiwa na kitamani kwa hasa kwa wale ambao tunaenda kuona edition zao za mwisho, kwa maana makala za mwisho nenda kucheza hivi sasa. Namzungumzia Ochoa, namzungumzia Cristiano Ronaldo, namzungumzia pia Neymar Jr na wengine ambao wana edition zaidi ya 5 mpaka saizi wanaenda makala 6 hii kwenye michuano hiyo. Kwa hiyo nakuwa natamani hawa wafanye vizuri. Sema kweli, mpenzi wa Mungu, mimi nafuatilia jezi kali kwanza iko wapi? Uzi mkali uko wapi? Kama ni kitu pia na jezi, basi ndio nimependeza. Kwa hiyo ni hayo na Senegal ambao ni taifa la 6. Kwa hiyo maandalizi sisi tuko vizuri, Azam TV staff tuko vizuri, na kama vile ambavyo nawaibia tu tusiri kwamba siku ya kesho ambao ndio wenyewe ufunguzi tumejipanga vizuri sana. Unakumbuka kulikuwa kuna mambo ya chopa, unakumbuka kulikuwa kuna hata zawadi pia kwa wakati wa chopa ule, lakini sasa ile hamasa ile ndio inatakiwa ifanywe kwa utekelezaji sahihi kabisa. Kwa hivyo kesho mimi naamini kutakuwa kuna kwanza hata muonekano wa baadhi ya wafanyakazi, kwa sababu wamepewa ruhusa ya kuja na jezi zile ambazo kila mtu anayeshabikia timu yake aweze kuvaa. Kutakuwa na Tukisalia hapo kwenye fainali za kombe la dunia, ikiwa kesho michuano hiyo inataraji kuanza, bodi ya ligi kuu Tanzania kupitia afisa habari wake Yahya Bushe wameipongeza kampuni ya Azam Media pamoja na kuitakia maandalizi mema kwenye michuano hiyo ambayo mechi zake zote 104 zitakuwa mbashara kupitia Azam TV. Kwanza tuwapongeze Azam TV kwa kupata haki ya kurusha mechi zote 104 za kombe la dunia. Hii ni hatua kubwa kwa nchi yetu ya Tanzania, hususan kwenye eneo la habari. Kupitia nafasi hii Watanzania watapata nafasi ya kuona michezo hii kwa lugha adhimu ya Kiswahili, na kwa wale ambao wanapenda kwa lugha ya Kiingereza watapata nafasi hiyo pia. So ni jambo la kupongezwa kwa kiasi chake, lakini pia Watanzania watapata nafasi ya kushuhudia michezo ya ligi kuu ya NBC, lakini ikiisha hapo watapata nafasi pia ya kushuhudia michezo ya kombe la dunia kama ambavyo ulishuhudia taarifa ya maboresho ambayo tulitoa
kwamba tumefanya maboresho kwa baadhi ya michezo ya ligi kuu ya NBC ili kuhakikisha kwamba haiingiliani na michezo ya kombe la dunia. Kwa hiyo mtu atakachokifanya ni kuswitch kutoka ligi kuu ya NBC atahamia kwa upande wa kombe la dunia. Kwa upande wangu mimi ni timu ya taifa ya Ufaransa kwa sababu nafikiri huu ni wakati wao kuendeleza kile ambacho walikifanya kwenye kombe la dunia lililopita, kwa sababu tumeshuhudia wakikosa finali hiyo dhidi ya Argentina, lakini nadhani this time ni wakati wao kunyanyua kombe hili ambalo lilikosa. Na wadau mbalimbali wa soka nchini wametoa maoni yao, huku wengine wakipongeza Azam TV kwa kuonyesha michuano ya kombe la dunia ambayo inaanza kesho kwa mchezo wa ufunguzi kati ya Mexico na Afrika Kusini. Hii tournament ni tournament kubwa na tunatarajia kuona vitu tofauti, kwa sababu Azam katika upande wa media naona wamevuka mipaka, kwanza hususan ya quality ya picha wako vizuri short. Kwa tunategemea kuona vitu tofauti katika hii tournament. Mimi kikubwa pia kwa timu ambayo naipa nafasi kwa mwaka huu ni Ufaransa kuweza kuchukua kombe la dunia. Ni kwa sababu tu aina ya timu yao na namna ambavyo wao wamejipanga na ubora, hasa ukianzia kwenye ligi yao ya nyumbani na wachezaji ambao wako wengi sana ambao wanafanya vizuri kwenye clubs zao. Kwa sababu ya Uafrika, kwanza kabisa na support timu mbili za Afrika ambazo zimefanikiwa kufuzu, ambayo ni Senegal pamoja na Kongo, lakini pia bila kusahau Argentina, kwa sababu mimi ni shabiki mkubwa wa Lionel Messi. Natamani Lionel Messi ashinde tena kombe la dunia la mwaka huu. Timu yangu mimi ni Ureno ichukue kombe hili, kwa sababu mimi ni shabiki wa Ronaldo. Kwa hiyo napenda kuona Ronaldo naye anainua, kwa sababu si unajua mpinzani naye alishachukua. Kwa hiyo sasa sisi timu Ronaldo tunataka Ureno ichukue. Ila kwa Afrika mimi timu yangu ni Senegal. Senegal nao wakijitahidi wakachukua ni sawa. Mimi taifa ambayo nalishabikia ni Ufaransa, kwa sababu zamani nilikuwa namkubali sana Karim Benzema, lakini sasa hivi namkubali sana Kylian Mbappe, ni kijana mwenzetu, so unasupport sana timu yake na natamani Ufaransa ichukue ubingwa. Nakumbuka kombe la dunia lililopita Ufaransa haikufanikiwa kuchukua, lakini kwa sasa mimi nategemea lazima itachukua. Tuungane na mchambuzi wa masuala ya soka Philip Nkini kuweza kusikia kutoka kwake. Philip, karibu. Bana, kinachonifurahisha ni kuona tunaotamani Ronaldo abebe tuko wengi. Na kila siku tunaendelea kuongezeka. Tuko wengi. Na kuna wengine wanataka Neymar abebe. Hatari. Tutakutana hapa. Sasa tuanze kutazama dondoo mbalimbali za fainali za kombe la dunia na kile ambacho kimewahi kutokea kwenye michuano hii ambayo kwa namna moja ama nyingine vinaendelea kutukumbusha makubwa ambayo kutokea. Kwanza ikumbukwe kuwa Qatar ndio timu pekee iliyopoteza mechi ya ufunguzi ikiwa mwenyeji wa kombe la dunia mwaka 2022. Kesho ni Mexico na Afrika Kusini. Kini. Hii mechi ya Qatar, kwanza wenyewe tu walikuwa wapewe nafasi kubwa sana ya kufanya vizuri. Nafikiri ilikuwa ni ufunguzi, lakini hata walipata mashabiki wengi sana kwenye mchezo wao, lakini matarajio ya watu yalikuwa sio mengi makubwa sana kwao ya kwamba wana uwezo wa kufanya vizuri kwenye michuano. Waliandaa vizuri sana, na nafikiri moja ya finali ambazo ziliandaliwa vizuri sana ni hizi za kwao. Kesho tunakwenda kwenye finali nyingine ambayo rekodi yake ni tofauti sana na hii ya Qatar, kwa sababu hawa ni watu ambao walishakutana pia kwenye mechi ya ufunguzi ya World Cup wakati Afrika Kusini wakiwa wanaandaa. Na unakumbuka mechi yao ilimalizika kwa sare ya 1-1. Kwa hiyo kila mmoja sasa Afrika Kusini anarudi anaenda tena kuwaonesha kwamba bwana, tuna uwezo na sisi wa kupambana na nyie kwenu. Yaani ni kama vile mlicheza nyumbani, sasa hivi mnaenda kucheza ugenini. Kwa hiyo nani ana uwezo wa kushinda nyumbani na ugenini? In record Mexico wanafanya vizuri zaidi kuliko kwenye mechi ambazo wanakutana na Afrika Kusini, kwa sababu wameshinda mechi 2, Afrika Kusini ameshinda mechi 1 na moja wametoka sare. Waliotoka sare ndio hiyo ambao walikutana kwenye World Cup. Tutakuja kuitazama hapo baadaye mechi hiyo, lakini tuendelee kuangazia pia dondoo zingine mbali na hii ya Qatar ambao walikuwa timu ya kwanza kupoteza kwenye mchezo wa ufunguzi ambao walikuwa nyumbani. Tuendelee kuangazia dondoo zingine ambazo zinatazamia ama zinazungumza kuhusiana na finali za kombe la dunia kwa mwaka huu. Mechi 3 walizokutana umegusia hapo, Mexico na Afrika Kusini, zilimalizika hivi. Ya World Cup ama ya kwanza ambao walikutana kule Afrika Kusini mwaka 2010 ni hiyo ya sare ya 1-1, lakini kabla ya hapo miongoni mwa mechi zingine za mashindano ambazo walikutana ni hiyo ya ushindi wa 2-1 ambayo Afrika Kusini alishinda, lakini kabla ya hapo waliwahi kucheza mchezo wa kirafiki ambao Mexico alishinda magoli 4-2. Kwa mwendelezo huu vikosi vimebadilika na maisha mengine ni mapya, lakini hii ina nafasi gani kuelekea kwenye mechi ya kesho?
Ni na nafasi tofauti sana, kwa sababu ukiangalia hata kipindi ambacho wamecheza kuna muda kidogo umepita, lakini unatazama hapo Mexico alifanya vizuri alipokuwa nyumbani kwake. Kwa hiyo leo anakwenda tena kucheza nyumbani kwake, mashabiki watakuwa wengi, hali ya hewa, mazingira, kila kitu kitakuwa kimebadilika tofauti na ilivyokuwa huko nyuma. Afrika Kusini wanakwenda wakitaka kuwaonesha watu ya kwamba wana timu bora zaidi, kwa sababu pia kumbuka kwamba wana mwalimu ambao ni mzoefu, ana kila kitu. Kikosi chake ni active kwa sababu wachezaji wake wengi wanatoka Afrika. Hii ndio timu pekee ambayo inaenda kwenye michuano hii ya kombe la dunia ikiwa na wachezaji wengi zaidi ambao wanacheza Afrika. Lakini kwa wale ambao walifuatilia ligi ya mabingwa Afrika, waliwaona wachezaji wao wengi ambao wataenda kuwakuta kwenye haya mashindano. Kwa hiyo mwalimu anaamini kwenye kile kikosi chake. Mexico nao wanaamini kwenye wachezaji wao. Wana mchezaji mkongwe zaidi, amecheza World Cup 5 na filia nda ya 6, Ochoa goalkeeper wao, ambao naamini ataanza kwenye mchezo. Kwa hiyo ni mechi ambao kwa mashabiki wa soka ni mechi bora zaidi ya kuitazama hii hapa, kwa sababu inaenda kuwapa watu ladha tofauti sana na mechi zingine ambao wataenda kukutana nazo huko mbele. Haya, hem tutazame mechi za ufunguzi za kombe la dunia tangu 2006. Ukitazama hapo kwenye mambo yalivyokwenda, Qatar ndo alipasuka dhidi ya Ecuador. Lakini ukijaribu kuangalia kwa mwenendo ulivyo, wengine mambo yalikuwa mazuri. Jerumani alimpasua mtu chuma 4-2, Afrika Kusini sare 1-1, Brazil alishinda 3-1 dhidi ya Croatia, Urusi alimshindilia mtu chuma 5-0 na ilikuwa ni Saudi Arabia 2018. Ecuador kama ambavyo tumegusia, Mexico na Afrika Kusini. Kwa mfululizo huu kuna pressure anayo Mexico kuelekea mchezo wa ufunguzi hapo kesho. Ni sahihi, kwa sababu kitazama wengine wameshinda na kila mmoja alioshinda, Urusi tu pekee nafikiri na Ecuador ndo walicheza mechi yao bila kuruhusu goli nyumbani kwa kupata ushindi ambao ulikuwa ni salama zaidi kwao. Lakini kwa wengine unaona kwamba kwenye mechi za ufunguzi umekuwa na matokeo ambayo hayatarajiwi sana. Kwa hiyo Mexico nafikiri anakwenda kwenye mchezo ambao yeye anajiuliza zaidi kuliko Afrika Kusini anavyojiuliza. Sababu mara nyingi ukutana na mwenyeji unaweza ukaamini ya kwamba hapa naweza nikadondosha, lakini na mechi zingine 2 au 3 uko mbele za kujiuliza ambazo zinaweza zikanipeleka kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo nafikiri kwa Afrika Kusini pressure sio kubwa sana kama ambavyo wenyeji wanayo. Mashabiki wao nimeshaanza kusikia wanasema kwamba hawaamini kama wana uwezo wa kujaza ule uwanja kwenye sehemu kubwa, kwa sababu kuna tiketi nyingi sana zimetoka kwenye mataifa mengine ambao wataingia kwenye mchezo ambao wengi wao wataiunga mkono wa Afrika Kusini. Kwa hiyo ni mchezo ambao kwanza ni wa mapema ambao utawafanya mashabiki wengi zaidi wa utazame, lakini ni mechi ambao kila mmoja akitazama kuna kitu kikubwa sana atajifunza na ataona ni kwa nini Azam TV wameamua kuonesha michuano hii. Sio? Yeah. Tuendelee kuangazia mbali na kutazama hichi ambacho tumekigusia hapa kwa maana ya michezo ya ufunguzi ilivyokuwa kwenye baadhi ya mechi. Hivi ni viunzi vya kwanza kwa timu za Afrika. Tunamaanisha kwamba mechi ya kwanza kwa kila timu kwenye zile timu 10 kutoka Afrika ambazo zitakuwa zinapambana kwenye michuano hii. Afrika Kusini watakuwa mzigoni dhidi ya Mexico, Senegal watakuwa mzigoni dhidi ya Ufaransa, Ivory Coast na Ecuador, Tunisia na Sweden, Misri na Ubelgiji, Cape Verde dhidi ya Hispania, Morocco dhidi ya Brazil, Algeria dhidi ya Argentina, Ghana dhidi ya Panama na DR Congo dhidi ya Ureno. Ipi unaisubiri kwa hamu hapo? Kuna mechi ya Senegal na Ufaransa, kuna mechi ya Morocco na Brazil. Bonge moja za mechi ambazo kila mtu anaweza kuzitazama, lakini ndio kipindi pekee ambacho Waafrika wanapata nafasi ya kuziona timu zao nyingi zaidi. Nafikiri ndio World Cup ambao Afrika imewakilishwa na timu nyingi zaidi sasa hivi kuliko kipindi kingine chote. Tulikuwa tunaishia kwenye timu 5. Kwa hiyo hichi wanachokiona hapa mashabiki na wafuatiliaji wa World Cup waelewe kabisa ya kwamba sasa hivi wataenda kuziona mechi nyingi zaidi zikihusisha Afrika Kusini. Cape Verde anaenda kucheza na Spain, taifa ambalo halijawahi kushiriki kombe la dunia hata mara moja, na lilikuwa alipewe nafasi hata mwanzo wakati tunajiandaa kwenda kutafuta timu za kwenda kushiriki. Naamini nao pia itakuwa ni mechi nzuri kwa sababu watataka waoneshe kwamba hawakwenda huko kwa bahati mbaya. Sio? Yeah. Kukumbusha mtazamaji, huu ni mshike, endelea kwa nasi usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Tulikuwa tunaangazia kuhusiana na viunzi vya kwanza vya timu za Afrika kwenye finali za kombe la dunia. Bwana, wakati tunasema hizi mechi, Tunisia amecheza mechi ya kirafiki juzi kapasuka chuma 5. Atakuwa mzigoni dhidi ya Sweden. Nafikiri ilikuwa ni mechi ya maandalizi. Mwalimu atakuwa kuna vitu alikuwa anavihitaji kwenye timu yake. Bado naamini ya kwamba wanaweza wakawa na kikosi bora. Hawajawahi kuwa na bahati sana kwenye finali za kombe la dunia. Kwenye kipindi chote wanapata nafasi ya kufuzu mara nyingi, lakini timu yao mara nyingi haitoi ushindani sana. Nafikiri wana nafasi ya kujiuliza kwa sababu watakuwa wana muda bado wa kuendelea kujiandaa kurekebisha makosa yale ambayo wanayo. Sweden ameshacheza mechi zake za kirafiki na nyingi amekuwa akifanya vizuri kwenye kuelekea kwenye finali hizi. Kwa kuna maswali mengi yatakuwepo kwenye huu mchezo, lakini nafikiri Tunisia wana nafasi nzuri zaidi ya kurekebisha makosa yale ambayo wana. Ukifungwa mara nyingi wakati unajiandaa
ni vizuri kuliko ukishinda, kwa sababu utapata nafasi ya kurekebisha makosa ambayo umeyaona kwenye timu yako. Ukishinda unaweza ukawa unajisahau sana ukiamini ya kwamba timu yako ni bora. Kwa hiyo nafikiri kwao kupoteza imekuwa ni nafasi kwao ya kujirekebisha zaidi kuliko ambavyo wangejiamini ya kwamba wana kikosi bora. Haya, mambo ni mengi kweli kweli. Tuangalie kile ambacho umetuandikia mdau wetu kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii kwenye swali ambalo lilikuwa linahoji Afrika Kusini inafungua fainali za kombe la dunia dhidi ya Mexico. Yepi matarajio yako kwa wawakilishi wa kwanza Afrika? Swali limuuliza hivyo, tuangalie kile ambacho umetujibu kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii Facebook pamoja na Instagram. Tukianza Facebook sasa, Shabani Ndembo anasema binafsi nataraji soka safi kutoka kwa Afrika ya Kusini, sababu wana faida kubwa ya wachezaji wengi wametoka ligi ya nyumbani kwao, hasa Mamelodi na Orlando Pirates, hivyo wanajuana haswa na hawajulikani vyema kwa Mexico. Lakini Derinho P. Kisovu yeye anasema kutoka Lumbe Kaliua Tabora, ufunguzi wa kesho ni historia nyingine kati ya hizi nchi mbili. Mechi ya kesho itakuwa ni ngumu kwa upande wa Mexico kwa sababu yeye ndiye mwenyeji. Kwa upande wa South Africa, ushindi wao utatokana na mbinu za mwalimu. Nite Derek mwana wa Kisovu. Haya, lakini Chata Black Tanzania anasema kwangu mimi naona kama watajitutumua vizuri basi wanaweza kupata hata sare. Hatuwezi kuwawekea maanani ya kushinda kwa asilimia zote kwa sababu wao na Mexico, anasema Mexico wamefuzu mara nyingi sana kuliko wao, lakini yote kwa yote tuwatakie kila laheri kwa kuwa wanakwenda kuiwakilisha Afrika yetu. Tuangalie pia ukurasa mwingine na sasa ni Instagram, tuone kile ambacho umetuandikia kupitia ukurasa wetu huo Instagram. Sasa anaitwa Matete Magesa. Yeye anasema hivi, wa Mwanza na Nsio Ukerewe. Binafsi naona itakuwa mechi yenye mvuto wa pekee sana kutokana na viwango vyao kwa sasa. Naipa Afrika Kusini kupata ushindi japo itakuwa 50-50 ama 50-50 katika dakika 90. Anasema zitaamua kila laheri. Lakini Rashid Halidi anasema nipo Salasala Dar es Salaam, wakijitahidi sana wana uwezo wa kupata matokeo mazuri, maana nina uhakika kimpira Mexico hajawaacha mbali sana Bafana. Kila laheri. Lakini Maneti Magongo yeye anasema Wairinga Uluti, hii ni mechi ya kisasi. Afrika Kusini hawatakubali, wao ndio wazindue mashindano kwa kufungwa na Mexico, lakini wasiingie kwa matokeo. Anasema naona hii mechi ya Afrika Kusini wataibuka na ushindi. Unaona hivyo pia? Ya, inawezekana ikawa ni hivyo kama walivyosema wasikilizaji na wafuatiliaji wa Azam TV, lakini kwangu mimi bado naamini ya kwamba mchezo ni mgumu sana. Yule atakayechanga karata zake vizuri ana uwezo mzuri zaidi wa kupata ushindi kwenye mchezo huo wa ufunguzi. Unajua ukishapata ushindi hapa ina maana una nafasi nzuri zaidi ya kwenda kwenye 32 bora. Sio? Nashukuru sana. Sana. Naam, ni Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na yale ambayo tunayo mezani hii leo. Tuendelee kuangazia mengine. Baadhi ya wadau wa soka kutoka Dar es Salaam wameonyesha kukoshwa na hatua ya Azam TV kupata fainali hizi za kombe la dunia kwenye kisimbuzi cha Azam TV na kuweka uchambuzi kwa lugha ya Kiswahili na Kiingereza kwenye matangazo ya fainali za kombe la dunia kwa mechi zote 104 za michuano hiyo, wakiamini kuwa itakidhi matakwa ya kauli mbiu ya burudani kwa wote. Mimi ni shabiki wa Brazil, pia nimefurahi Azam TV kwa kuweza kutuonyesha mashindano haya ya kombe la dunia, michezo yote 104. Kwangu mimi nimefurahi sana. Pia nimependa zaidi kwa kuona mtaonyesha kwa njia mbili, lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiingereza, kwa sababu nchi yetu kuna watu wengi ambao wanajua Kiswahili, kuna watu wengine hawajui Kiswahili. Kwa wale ambao hawajui Kiswahili watapata burudani kwa njia ya Kiingereza na wale ambao wanajua Kiswahili watapata burudani kwa njia ya Kiswahili. Tukizungumzia kombe la dunia la 2025-2026, sisi tukiwa kama Watanzania tumeipokea vizuri. Tuna matumaini na timu ambazo tunaenda kuzishabikia, tunaamini kwamba zitafanya vizuri. Mimi binafsi nashabikia Senegal. Na kwa nini nashabikia Senegal? Nashabikia Senegal kwa sababu msimu uliopita Senegal wamenifanyia kitu ambacho mimi mwenyewe sikutarajia kama nitakuja kukiona kabisa. Yule bwana yule Sadio Mane yule sio mtu mzuri kabisa yani. Kwa hiyo na matumaini alichokifanya tunatarajia msimu huu pia akifanya kile ambacho amekifanya msimu uliopita. Azam wametusogezea kwenye channel yao ya Azam. Kwanza mimi Azam nawashukuru kwa hilo, au sio? Alafu kitu kingine nimefurahi kwamba tulikuwa tunaletewa kwa Kizungu, au sio? Ambao hatujasoma tujui Kizungu, tunasikiliza kwa Kiswahili tunaelewa kwamba chambuzi anaongea kitu gani, anachambua kitu gani. Mimi mpaka hapo mimi nimefurahi sana kwa pamoja. Alafu isitoshe mimi na chama langu vile yani kombe la dunia. Mimi nakubali sana Ufaransa. Na hapa grade zote za kuchukua kombe la dunia. Matumaini yangu
wadau wa soka wote mtaenjoy kwa sababu kutakuwa na uchambuzi wa lugha mbili, Kiswahili na Kiingereza. Binafsi yangu mimi niko timu ya Brazil na Portugal. Kwa hiyo naamini katika timu zangu hizo zitakuwa na matokeo. Kuelekea michuano ya fainali za kombe la dunia inayotaraji kuanza kutimua vumbi hapo kesho kwa mchezo wa ufunguzi kati ya Mexico dhidi ya Afrika Kusini, baadhi ya mashabiki wa soka kutoka Dar es Salaam wamesema wapo tayari kushuhudia michezo yote 104 ambayo itarushwa kupitia Azam TV. Sasa yamekuwa rasmi, mashindano ya kombe la dunia yanatarajia kuanza kutimua vumbi hapo kesho Juni 11. Nimepata nafasi ya kuzungumza na mashabiki wa soka hapa jijini Dar es Salaam, nao wameonyesha mioyo na bashasha kubwa kuelekea kwenye mashindano hayo, huku wakijisifu na kujinasibu kwa timu zao tofauti tofauti, na wanatarajia makubwa kuelekea kwenye fainali hizo. Na kesho katika timu ya Afrika inayoanza South Africa wachezaji wake wengi wanatokea Masandawana. Wale jamaa mimi nawapenda sana kwa sababu najua golini atakuwepo tu Williams. Saizi Azam TV burudani kwa wote, wanaume zetu wasidanganye wao sijui nilikuwa naangalia huko. Saizi saa 2 saa 3 wao nyumbani, Azam wametupa burudani tunaangalia ndani. Brazil wananikosha. Yaani kwanza pasi zao wanazopiga, ndio maana hata sisi wa Tanzania tumejifunza katika pasi zao na katika mipira yao. Na vile vile ukija kaangalia South Africa kwa kweli wametujaribu sisi wa Tanzania kutuonesha mpira ambao mpira waliocheza juzi kati, wakachukua lile kombe na matumaini yaliokuwepo. Tena South Africa. Mimi bwana niko Brazil. Maana Brazil bwana wananikosha. Kule ndio chuo cha mpira duniani. Isipokuwa huko sijui Mexico, sijui wanaita sijui Hispania huko sijui wapi huko kote huko wanaiga, lakini hakuna asiojua kwamba Brazil ndio chuo cha mpira duniani. Kwa hiyo wanasemaga mvuvi akivua anekulala ni nunuzi, mwenyewe aliyevua ali vizuri. Haya ni maoni ya baadhi ya mashabiki wa soka hapa jijini Dar es Salaam. Wameonyesha shauku kubwa na matarajio yao kuelekea fainali za kombe la dunia ambayo yanakwenda kuanza kutimua vumbi hapo kesho Juni 11. Usikubali kupitwa na uhondo huu. Lipia kingamuzi chako cha Azam TV ili uweze kufurahia michezo yote 104. Hizi ni ripoti za Sakina Juma kutoka Azam Sports. Hayawi Naam, nikukumbushe tu mechi hizo utazishuhudia kupitia Azam Sports 2 HD na Azam Sports 4 HD. Mashabiki wa mchezo wa soka mkoani Mbeya wameeleza kuwa wanataraji kuona ushindani mkubwa kwenye michezo ya kombe la dunia inayotarajiwa kuanza kutimua vumbi hapo kesho, yani Juni 11 mwaka 2026 kwa mchezo wa ufunguzi kati ya Afrika Kusini dhidi ya Mexico majira ya saa 4 kamili usiku. Kando na hilo, wamesema wana matumaini ya kwamba timu 10 za bara la Afrika zitaonyesha ushindani mkubwa kwenye kombe, huku wakitoa nafasi kubwa kwa timu za mataifa ya Senegal na Morocco kufanya vizuri zaidi. Timu zimeongezwa na FIFA kutoka timu zilizokuwepo awali mpaka kufikia timu 48. Nategemea kuona ushindani mkubwa sana, hasa kupitia nafasi ambazo Afrika tumepewa nafasi 10, nafasi 9 za kufuzu na nafasi moja tumeipata kupitia playoff, na nafikiri Afrika kwa kuongezewa timu nafikiri tutatoa ushindani wa kutosha, na hasa nikitegemea nchi mbili ambazo naona zimekuwa zimejiandaa vizuri sana kuweza kufanya vizuri katika mashindano haya, hasa Senegal, nchi ambayo inategemea na wakilishi mzuri sana kwenye kombe la dunia, na Morocco kama ambavyo waliweza kufika nusu fainali katika mechi ambazo zimepita. Kwa hiyo nategemea kuona ushindani mkubwa Afrika ukitoa msimu huu. Maandalizi ya kombe la dunia msimu huu mimi nafikiri yako vizuri, na nafikiri itakuwa kombe la ushindani sana msimu huu kwa sababu asilimia kubwa nchi nyingi na timu zao za taifa zimejipanga vizuri. Na kwa maandalizi niliyoona, ukiangalia hata mechi za kirafiki unaona kabisa kutakuwa mechi nzuri ambazo ziko vizuri na vikosi vivyo vyote kwenye timu zote za taifa. Kwa kweli ni furaha kubwa sana. Ni furaha kubwa sana haswa kwa hizi timu ambayo timu za Afrika zinazoshiriki katika kombe la dunia. Sisi tunafurahi kwa sababu wanatuwakilisha. Sio timu zote ndio zimepata nafasi ya kwenda kushiriki, lakini zile zilizopata nafasi ya kwenda kushiriki basi watatuwakilisha. Kwa ni furaha kubwa. Naye mwanariadha wa kimataifa wa Tanzania Gabriel Gai pamoja na wadau wa soka mkoani Arusha wameeleza namna wanavyosubiri kwa shauku kubwa kutazama burudani ya kombe la dunia mwaka 2026 kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Naipongeza Azam kwa kufikia hatua ya kuonyesha kombe la dunia ambapo sisi kama
mashabiki wa mpira wa miguu, tunaipongeza Azam kwa kutuletea huduma karibu na kuturahisishia sisi kufuatilia kombe la dunia kupitia Azam, ambapo itaonyesha mechi 104 ya kombe la dunia, na pia kama mimi nitakuwa mmoja wa kufuatilia mechi ya ufunguzi kati ya wenyeji Mexico pamoja na Afrika Kusini. Kwa Azam kuonyesha mechi zote 104 ni mapinduzi makubwa ya kisoka, sio Tanzania wala Afrika Mashariki, lakini ni Afrika kwa ujumla, kwa sababu sasa kila mdau wa michezo, mpenda soka, anaenda kuangalia mechi zote za kombe la dunia ambayo inaanza kesho. Na tulikuwa tunashuhudia miaka ya nyuma inaweza kaonyeshwa mechi lakini ni mechi moja, lakini sasa hivi Azam TV wamekuja kufanya mapinduzi makubwa. Ni fursa ambayo sasa Watanzania wote tunaipata, na fursa kama hizi bwana lazima ujivunie. Unajua lazima ujivunie kitu cha kwenu kuangalia mechi zote 104 alafu ukiwa umekaa kwako. Sisi wenye vingamuzi ni fursa ya kipekee. Watu wengi wamekuwa wakihaswa wakistruggle kwamba wataona wapi live mechi zote, lakini pia ni kwa namna gani wataweza kuzishuhudia na kujua kwamba labda yeye ni shabiki wa timu fulani, lakini watu wengi walikuwa hawajui kwamba wanaweza wakazipata wapi mechi hizi live. Kwa hiyo ujio wa Azam kwenye mapinduzi haya, na tunafahamu kwamba vifurushi vyao vinapatikana kwa bei nzuri kabisa, imekuwa sasa kama ni mkombozi kwa watu wote kuhakikisha kwamba wanaweza kulishuhudia kombe la dunia, kwa sababu tunafahamu kombe la dunia linapochezwa Mexico, Canada pamoja na Marekani, kuna mechi zitakuwa zinachezwa mpaka saa 11 alfajiri. Furaha kubwa sana kupata kikamuzi cha Azam TV kwenda kutazama mechi zote kwa HD quality. Hapa nilikuja kuulizia kifurushi ni kingamuzi cha dishi ambacho nimekuja kutafuta kwa ajili ya kuangalia mechi zote 104 kama nilivyoangalia kwenye matangazo, ambapo mechi ya kwanza kesho itaanza ni Mexico. Na wapenzi na mashabiki wa soka mkoani Tanga wamesema kuwa wanasubiri kwa hamu kuona michuano ya kombe la dunia ambayo itarushwa mbashara na kituo cha Azam TV, huku wakitoa wito kwa ambao hawana kisimuzi kununua ili wasikose burudani hiyo. Nimejiandaa vizuri kuangalia World Cup kwa sababu mimi ni mtu wa mpira, napenda mpira. Kwa hiyo nimejiandaa vizuri kuangalia World Cup. Na Mungu akijalia tukiwa salama, napenda kuangalia mechi zote mpaka finali. Yaani mechi ya Ujerumani, mechi ya Portugal, Ureno, mechi ya Belgium, mechi ya Brazil, mechi ya Morocco. Umeona hizi, kwa sababu hizi mechi zinakuwa hawa wakicheza ni majiant kwenye football. Kwa hiyo tunaona kitu kizuri. Azam TV ndio kila kitu Tanzania. Imeprove kwa kila kitu. Azam TV wana mipira, wana michezo yote. Kiangalia kwanza hata mechi ya ufunguzi Mexico na South Africa ni mechi nzuri ya kutizama. Tumejiandaa vizuri kuangalia baadhi ya mechi na mechi nyinginezo. Muda hauwezi kuwa kikwazo kwetu. Tutaangalia yani muda wote, muda wa mechi zote ulivyo kama ratiba ilivyo tutaangalia. Azam kwa tunashukuru wametupa hamasa kubwa. Chaneli 104 si mchezo. Yaani naomba kila mtu ajitahidi, ajichange, anunue kisimbuzi cha Azam. Maana huu utamu sio kaisha akiwa hajaona mpira. Haipendezi. Tunakamilisha hivyo nusu saa ya kwanza ya Mshike Mshike hii leo, lakini nikukumbushe tu kwamba tutarejea kwenye nusu saa ya pili ya Mshike Mshike baada ya mapumziko mafupi. Miongoni mwa yale ambayo tutakuja kukujuza ni pamoja na haya: Ligi Kuu NBC kurejea kwa kishindo wikendi hii, na finali za NBA. Finali ya NBA imeingia kwenye mchezo wa 4, Spurs kujiuliza tena dhidi ya Knicks alfajiri ya hii leo. Ni Mshike Mshike, endelea kuwa nasi leo. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike, tuendelee kuangazia tulionayo mezani hii leo. Young Africans mkoa wa Kigoma kupitia kwa kamati ya mapokezi wamesema maandalizi yamekamilika na kesho saa 1 asubuhi watakuwa katika uwanja wa ndege Kigoma ili kuipokea timu yao tayari kwa mapambano ya Juni 13 mwaka huu katika uwanja wa CCM Lake Tanganyika Kigoma. Kwanza timu yetu kama nilivyosema itafika saa 1:45 asubuhi. Tukitoka airport moja kwa moja tutaelekea hotelini ambapo wachezaji wetu wataenda kupumzika kwa muda, na baada ya hapo ratiba itakayofuata itakuwa ni kwa ajili ya kocha na benchi la ufundi mahali ambapo wameandalia kwa kufanya mazoezi yao ya siku. Kwao niwakaribishe sana washabiki na wapenzi wa Yanga wa mkoa wa Kigoma kwenda kuipokea timu yao.
Nawakaribisha kwanza timu yangu ya Yanga, timu pendwa, na ndo timu ambayo inatupa furaha wa Tanzania wote, haijalishi ni shabiki wa Yanga au ni mpinzani wetu. Sisi wana Kigoma tupo tayari kwa ajili ya ushindi, tupo tayari kwa ajili ya mapokezi, lakini pia tupo tayari kuwasapoti viongozi wetu kwenye kila jambo wanalolifanya. Naomba mashabiki msituangushe, make ubingwa ni lazima kwa gharama yoyote. Wachezaji tunao, sifa tunazo. Hizi pelepete za makoro tuachane nazo, ubingwa lazima. Kwa sababu tuna jambo letu, tunautaka ubingwa wa mara ya 5, hatutaki utani, tunalitaka kombe la mara ya 5. Na kocha wa Mashujaa FC Julio Kiwelo, ama baadhi pia ya wachezaji wamekiri kuwa mchezo wao dhidi ya Young Africans Juni 13 katika uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma utakuwa mgumu, lakini swala la pointi 3 ndio jambo muhimu. Huyo hapa Jacob Luvilo kutoka Kigoma anaarifu zaidi. Ni katika uwanja wa mazoezi wa Buronge, Mashujaa FC chini ya kocha Julio Kiwelo wakiweka mikakati kwa kabili ya adui zao Yanga. Ni katika vita ya ardhini. Uwanja wa mapambano itakuwa CCM Lake Tanganyika. Hapo silaha haitakuwa SMG wala AK47, bali viungo vya mwili isipokuwa mikono. Yanga Afrika, timu ambayo yenyewe inataka ubingwa. Sisi tunahitaji kubaki salama katika ligi ya NBC. Naamini kabisa tuko vizuri na tutapambana na Yanga Afrika. Tunawaheshimu Yanga kama timu kubwa, lakini naamini na sisi mazali tunacheza ligi ambao wanacheza Yanga na sisi timu kubwa as well. Waje tunawapokea kwenye uwanja wetu, tutapambana vile ambavyo inatakikana kuhakikisha tunapata point 3 muhimu. Idadi ya adui kila upande ni 11 katika page. Wachezaji ndio watakaotafsiri kwa vitendo mbinu hizi za vita. Wao wanasema hawana hofu zaidi ya kuiheshimu Yanga. Maandalizi yako vizuri, tumeweza kufanya mazoezi mazuri, tumejiandaa vizuri, tunajua Yanga timu kubwa, itakuwa mechi ngumu, ila kwa maandalizi tuliofanya nafikiri tutapata matokeo inshallah. Kama wachezaji tunaendelea kufuata kile kocha ambacho anatufundisha ili kwenda kupata alama katika mchezo unaofuata. Nadhani mchezo utakuwa ni mgumu, lakini sisi kama wachezaji tunafanya yale ambayo kocha anatufundisha mazoezini ili tukatimize ile lengo letu la kutafuta alama 3. Katika mchezo wa mkondo wa kwanza uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam, Mashujaa walikubali kichapo cha magoli 6-0, lakini Juni 13 bado ni fumbo. Jacob Luvilo, Azam Sports, Buronge, Kigoma. Nayo bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB imesema wamejiandaa vizuri kumaliza mizunguko 5 iliyosalia ya ligi kuu ya NBC msimu huu, huku mechi za mzunguko wa 26 zikitaraji kuanza kutimua vumbi kuanzia Juni 12 kwenye viwanja tofauti. Ligi kuu ya NBC inarejea Juni 12. Sote tunafahamu kwamba ligi hiyo ilisimama kupisha kalenda ya michezo ya kimataifa ya FIFA, na sasa Juni 12 tunarejea kwa michezo 3 ya ligi hiyo kuweza kucheza katika madimba 3 tofauti. Kule mkoani Tanga Coastal Union dhidi ya Namungo, lakini hapa Dar es Salaam KMC dhidi ya TR United, na kule Arusha kati ya Fountain Gate na Azam FC. Mizunguko hii 5 ya ligi kuu NBC ambayo inakwenda kutamatisha msimu wa 2025 2026, tunatumai utakuwa ni mizunguko yenye ushindani, kwa sababu inakwenda kuamua hatma ya timu hizi katika msimamo wa ligi kuu ya NBC. Tunafahamu kwamba bado tujampata bingwa ligi kuu ya NBC, bado kuna timu ambazo zinapambana kupata nafasi ya kushiriki michuano ya kimataifa, na kuna wale ambao wanaendelea kupambana kuhakikisha kwamba wanasalia ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo mizunguko hii 5 tunatumai itakuwa ni mizunguko ambayo itabeba ushindani mkubwa miongoni mwa timu. Tugeukia Gosi wa Kaya sasa. Kocha mkuu wa kikosi hicho Fikiri Elias amesema kuwa amekinoa kikosi chake vizuri, ikiwa ni pamoja na kurekebisha baadhi ya makosa yaliyojitokeza kwenye michezo iliyopita, hivyo ana imani wataibuka na ushindi kwenye mchezo dhidi ya Namungo. Taarifa yake Mariam Shedafa inaarifu zaidi. Ni kikosi cha Wagosi wa Kaya Coastal Union kikiwa hapa kwenye uwanja wa CCM Mkwakwani kwa ajili ya kujiandaa na mchezo dhidi yake na Namungo utakaochezwa Ijumaa hii. Tumeandaa jambo ambalo wao watakuja kuadapt nalo. Mchanganyiko wa taarifa yote ndio kuangazia mengine ambayo tunayo mezani. Katika jitihada za kuibua na kukuza vipaji vya soka nchini, walimu wanaopata mafunzo ya ukocha wamehimizwa kuitumia vyema elimu ya mafunzo wanayoyapata katika kuleta manufaa kwenye mpira wa miguu ili kutengeneza wachezaji walio bora kuanzia ngazi ya chini. Haya yamezungumzwa mkoani Morogoro wakati wa ufunguzi wa kozi ya CAF Diploma D, ambapo makocha kutoka maeneo mbalimbali nchini walishiriki.
mpira wa Tanzania umeshatoka sasa kule nyuma kule kwa wachezaji hawa tumeshatoka. Sasa hivi tunakimbia hivi. Sasa tunapokimbia hivi tunahitaji walimu, kila kona kuwe na walimu. Mjitahidi elimu mlioipata msiende kuiweka ndani. Msiende kutafuta vyeti mkavifungia ndani. Hii elimu si kwa ajili yenu, elimu ni kwa ajili ya Watanzania wote na kwa ajili ya watoto wote. Lengo halisi la kucheza au la kufundisha mpira, wachezaji wakapate elimu sahihi ambayo inawastahili. Mafunzo niliyopata mimi yatanisaidia kuibua na kuendeleza vipaji kuanzia watoto wadogo mpaka ngazi ya ligi daraja la 4, na tutakushirikiana na walimu wenzangu tutaweza kuwafundisha watoto yale mambo husika na mambo muhimu kwenye mpira. Maana unakuta walimu wengi wanafundisha ila hawana ile elimu ya mpira kabisa. Kwa hiyo mafunzo niliyopata mimi nimejifunza vitu vingi, kwa hiyo nitaenda kuvifundisha tena kuwapa wale wachezaji. Kupitia chaneli ya ESPN ndani ya kisimuzi cha Azam alfajiri ya Juni 11 utachezwa mchezo wa 4 wa fainali ya NBA kati ya New York Knicks na San Antonio Spurs. Wadau mbalimbali wa mchezo huo wamekuwa na maoni mseto juu ya fainali hiyo ambayo Knicks anaongoza kwa michezo 2-1 mpaka sasa. Fajiri ya kesho tunaweza kushuhudia game 4 ambapo tunaamini kwamba itakuwa game ngumu sana kwa sababu Knicks kama nilivyoeleza awali walishinda game 2 za away. Sasa hivi wanaenda kucheza game wanacheza game ya kwanza wamecheza tena wao wakiwa nyumbani, na hii sasa hivi ndio itakuwa ina maana ni 2-2 unaanza nyumbani kwako, 2 unaenda away. Walishinda 2 away, wao wameshapoteza 1 akiwa nyumbani. Kwa hiyo leo Spurs anataka kwenda kusawazisha ili iweze kuwa 2-2. Spurs kushinda game 3 ilichangiwa na Carlton kwa out of form. Alafu na Stephen Keso alikuwa yuko huru zaidi. Umeona? Akaweza kutoa assist nyingi kwa Victor. Game 4 naamini Knicks watashinda. Kwa nini? Mmoja atakuwa aggressive. Hawatakubali kupoteza game ya pili nyumbani. Alafu kumbuka wataangalia replay ya game 3 walikosea wapi. Ule uhuru alikuwa nao Stephen Keso na Victor hawatapewa tena na Knicks. Knicks watakuja na energy hatari. Mechi ni ngumu na namna ambavyo wamecheza kikubwa San Antonio Spurs katika mechi ya 3 ndivyo ambao nakupa ugumu katika mechi ya 4. Kumbuka hawezi kurudi tena kiurahisi kwa sababu washajua makosa ambayo walifanya kwenye games 2 ambazo zilizopita, maana yake watakuja kibabe, na hata ukiangalia mechi ya 3 Wembu alikuwa ni watofauti sana. Naamini kwamba game 4 itakwenda kuwa ngumu na itakwenda kutuzalishia mechi nyingine ambayo itakuwa ina mvuto, mechi nyingine ambayo itakuwa ina ushindani, mechi ambayo Wembanyama atahitaji kuprove kwa watu kwamba anaichukua Spurs na kuiweka mabegani na kuipeleka kwenye nchi ya ahadi, kitu ambacho pia Knicks hawatakubali, na ndio vitu ambavyo vinafanya mechi hii kuwa mechi ya kipekee. Yangu Ngoda anapiga miguu yote. Haya bana. Na Watanzania Karim Juma na Bartolomeo James wamerejea leo nchini wakitokea India ambapo walikuwa wakishiriki mashindano ya yoga sana, huku kwa upande wao wakisema kuwa mashindano haya yalikuwa magumu sana licha ya kuondoka na medali. Ni mashindano yameshirikisha nchi nyingi, nchi zaidi ya 60 na wanamichezo zaidi ya 400. Kwa hiyo tumejumuika na watu wengi wa nchi tofauti na ilikuwa kweli ni kitu cha kujivunia wa Tanzania. Hawa athletes walikuwa wamejitayarisha, hawakupata muda mwingi wa kujitayarisha, lakini wameonyesha ushujaa na wameonyesha kuwa Tanzania tunaweza tukatoa wanamichezo wa aina tofauti. Mashindano yalikuwa mazuri, magumu sana. Kwa sababu changamoto kubwa ilikuwa maandalizi. Maandalizi yetu yalikuwa madogo, kwa wiki 3 tulifanya mazoezi na ilikuwa online. So ile ambayo physical face to face na kocha. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya online, lakini wenzetu walikuwa wana makocha wao kabisa ambao walishapewa rotation yote wafanye nini. Kwa hiyo sisi tulikuja pale tulikuwa kama hatujui tunachokifanya, lakini mwisho wa siku tukafanya kinachotakiwa. Nashukuru Mungu kwa kuweza kuchukua medali 3 za silver. Mashindano kwa kweli hayakuwa marahisi, yalikuwa very challenging. Kwa hiyo tulikuwa tunapambana na nchi nyingi, nchi karibia 60-70 na washiriki walikuwa kama 400. Kwa hiyo haikuwa rahisi, na mazoezi tulikuwa tunafanya online, maandalizi yetu yalikuwa
karibia mwezi mmoja. Turejea kwenye taarifa ya hapo awali kuhusiana na maandalizi ya Coastal Union kuelekea kwenye michezo mitano iliyosalia. Kaya Coastal Union kikiwa hapa kwenye uwanja wa CCM Mkwakwani kwa ajili ya kujiandaa na mchezo dhidi yake na Namungo utakaochezwa Ijumaa hii. Tumeandaa jambo ambalo wao watakuja kuadapt nalo. Ndio hasa ndio falsafa yetu, boli tembee, lakini ni jambo la kuadapt nalo. Yaani waje kuadapt na zile ambavyo Coast wanacheza. Kwa hiyo tumeandaa mchezo mzuri sana kuelekea dhidi ya Namungo. Yes. Labda mwalimu, kuna mapungufu gani uliyoyaona kabla ligi haijasimama hapa na sasa umeyafanyia kazi? Ni kwamba kwa kuwa tulicheza mechi nyingi kwa bila mapumziko ya kutosha, tulikuwa tunaona intensity yetu ilikuwa inakatika. Kuanzia dakika 70 timu yetu ilikuwa inaanza kupoteza ile makali yake. Kwa hiyo hasa ilikuwa inapelekea sisi kutopata magoli kwa ambavyo tulikuwa tumezoea. So tumefanyia marekebisho, lakini pia swala zima tumekuwa tukihusu magoli kila mechi lazima tupate opponent wapate goli moja, mbili. Sasa tumejaribu kukaa chini na kutafakari ni namna gani tunaiondoa hiyo hali ili game zinazokuja basi hiyo ni clean sheet huku Coastal ikipata ushindi. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa maandalizi tuliojiandaa. Tuko vizuri kutokana na maandalizi ya mwalimu mpaka sasa hivi kwenye mifumo, kimwili, kiakili, sote tunashukuru Mungu tu wazima. Na kiukweli katika mechi ya kesho kutwa tumejipanga kutafuta alama 3. Sione tabu kufika uwanjani mapema, wafike mapema, watupe hamasa, na sisi tunawaahidi ushindi na furaha. Katika msimamo wa ligi kuu ya NBC, Coastal Union iko nafasi ya 10 ikiwa na alama 28, huku Namungo wakiwa nafasi ya 13 na wana alama 25. Kutoka hapa kwenye dimba la CCM Mkwakwani, Mariam Shedafa, Azam Sports. Huu ni mshike, endelea kuwa nasi, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Tuendelee kuangazia tulionayo hii leo. Sherehe za ufunguzi wa fainali za kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 zinataraji kufanyika kesho, yani Juni 11, kwa mchezo wa kwanza baina ya wenyeji Mexico dhidi ya Afrika Kusini kwenye uwanja wa Azteca nchini Mexico. Taarifa yake Saidi Msumi inaarifu zaidi. Kuchelewa kwa taarifa hiyo, tutarejea kwa uzuri zaidi. Tuendelee kuangazia mengine yaliyojiri kwenye anga za kimataifa kunako fainali za kombe la dunia. Nyota Cristiano Ronaldo hata akiongoza kikosi cha Ureno kwenye mchezo wa mwisho wa kirafiki dhidi ya Nigeria maarufu kama the Super Eagles utakaochezwa Juni 10 kwenye uwanja wa Municipal de Leiria nchini Ureno. Mchezo huo utakuwa ni wa mwisho kwa Ureno chini ya kocha Mhispania Roberto Martinez kabla ya kuelekea kwenye michezo ya fainali za kombe la dunia itakayofanyika nchini Marekani, Canada na Mexico. Ureno ilipata ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Chile kwenye mchezo uliopita wa kirafiki, huko wakiwa wamepangwa kwenye kundi K ikiwa ni pamoja na Congo DR, Colombia na Uzbekistan. Bado nizungumze na mchambuzi wa masuala ya soka Philip Nkili kuweza kusikia kwake na mtazamo wake kuhusiana na hilo. Karibu sana. Bwana, Ureno wanapewa nafasi kubwa sana msimu huu. Na sisi mashabiki wa Ronaldo tunatamani kumwona Ronaldo akibeba. Na kwa namna ambavyo tumetazama taarifa hii, kila mmoja amejipanga kwa namna yake. Kundi la Ureno lina Congo DR, lina Colombia, lina Uzbekistan. Mara nyingi ni makundi ambao timu nyingi zinaenda kwenye kombe la dunia kwa ajili ya surprise. Kuzungumzia Uzbekistan ni timu ambayo haipewi nafasi kubwa sana, lakini huwa zinatokea zinashangaza. Na hilo kundi sasa unaweza kukuta ndio kundi ambalo Ureno analiogopa zaidi kwa sababu ya aina ya timu ambazo wanakutana nazo. Sio timu ambazo wanaweza kuzisoma kwa haraka sana. Ungemweka Ureno akiwa na Spain labda, ukamweka Ureno akiwa na Italia au Ujerumani au whatever, ni makundi ambayo timu ambazo anajua ni rahisi kuzisoma akaelewa zina kitu gani. Lakini unamweka na Kongo ambao anaanza kujiuliza hao wanacheza kwa staili gani. Lakini
mara nyingi hizo timu pia zinabadilika kulingana na mashindano ambayo zinacheza. Yeah, umegusia mechi na Kongo. Nadhani ndo sababu ya kuona kuna umuhimu wa mechi ya kirafiki na Super Eagles Nigeria. Yeah, ni ili kupata ile ladha sasa kwamba soka la Afrika likoje, hizo timu za Afrika zinachezaje. Hiyo inawasaidia zaidi, lakini uelewe kwa mataifa ya wenzetu wanapokuja kupata nafasi kama hiyo, wale walimu huwa kuna nafasi wanapata ya kuzungumza pia. Kuna wakati wa kununua silaha kutoka kwa mpinzani wako kwamba bwana hawa wao waonaje, wanapeana uzoefu. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa Ureno ana pressure zaidi kuliko Kongo kuliko jinsi ambavyo Kongo ana pressure kwenye mchezo wao ambao wanaenda kukutana. Najaribu kuangalia namna ambavyo mambo yanaendelea mpaka sasa hivi. Kesho kombe la dunia linaanza. Leo wanacheza mechi ya kirafiki Ureno. Hii na kumekuwa kuna taarifa za majeraha hapo, unajua kuna baadhi ya timu sasa hivi bado zinapambana. Argentina wakina Emiliano Martinez na Messi bado wanapambana kuona je watarejea hivi karibuni. Uhatari ama faida chanya na hasi za mechi hizi tukiwa ama tunakaribia kwenye finali za kombe la dunia, huko vipi? Ya, kuna hatari ambazo zipo, lakini kuna faida kubwa zaidi ya kucheza hizo mechi za kirafiki. Unajua ukiona kama Ureno anacheza mechi ya kirafiki kesho au leo, anajua ratiba yake ana siku ngapi mbele. Huwezi kumwambia Mexico akacheza mechi ya kirafiki jana wakati anajua kwamba anacheza mechi ya ufunguzi kwa sababu ya ile gepo ambalo lipo. Unaweza kukutana na majeraha kweli kwa wachezaji. Unaweza wakati mwingine ukapata kile ambacho unakitaka, lakini kuna mechi ya kirafiki ambapo mwalimu anaweza akamaliza asipate sana kile ambacho anakihitaji. Kwa hiyo kuna faida na hasara zake. Kujiandaa vizuri ni kitu bora zaidi. Kwangu mimi nafikiri kama unavyofikiria ukiniambia kwenye zile timu ambazo zinapewa nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa, Ureno ni moja wapo kwa sababu wana timu bora, wana wachezaji wengi vijana, wana mchanganyiko wa wakongwe. Ronaldo anahitaji naye kuonesha kwamba ana uwezo wa kuchukua kombe la dunia, akaenda kustaafu akiwa na heshima, kwa sababu akishachukua atakuwa anasubiri kitu gani kingine. Hamna kingine atakachokuwa anasubiri kwenye soka. Lakini asipochukua, narudi kwenye ile kauli yangu, atakuwa na tamaa ya kurudi tena kwenye finali za kombe la dunia zinazokuja. Kama zinazokuja. Msimu uliopita kulikuwa kuna mjadala mkubwa sana kwenye kikosi cha Ureno, hasa nafasi ambazo Ronaldo alikuwa anapewa, kwa maana ya kwamba makocha wengi ambao wanakuwa na Ronaldo kwenye kikosi huwa kuna mtihani wanakutana nao wa kumwanzisha bench. Umeuona upana wa kikosi cha Ureno ambacho wamekwenda nacho kwenye michuano hii. Unaiona nafasi yake kwenye dakika zote 90 ama pengine first 11 ama pengine unamuona kwenye dakika za nyongeza ama substitution ambazo zitakuwa zinampa faida zaidi kuliko kwanza, kwa kutokana na nature ya mashindano na ushindani wa namba yake ulivyo kwenye kikosi? Yaani ushindani wa namba wa Ronaldo utatokea kama wachezaji wengine wataonyesha ubora zaidi yake. Hakuna mwalimu ambao hamhitaji Ronaldo kwenye kikosi chake. Nafikiri mwalimu wa Ureno anaamini kwamba hiyo ni silaha yake, lakini sasa hivi uelewe Ronaldo huyu sio ule wa miaka 5 nyuma. Umri umeshasogea kidogo, ushindani unaongezeka kwenye namba yake. Mwalimu kuna wakati mwingine anataka kumlinda kwa sababu anaamini mechi ameshacheza dakika 70, anahitaji kumlinda zaidi ili apate nafasi nyingine ya kucheza kwenye mechi nyingine inayofuata. Kwa hiyo nafikiri kuna kitu kikubwa kwake ambacho anaweza akakifanya kwenye timu, lakini wakati huo mwalimu akiwa anaangalia kwamba ni jinsi gani anaweza akafanya ili akamtumia kwenye michezo mingi zaidi. Unaweza kumtumia kwenye dakika 90 mchezo huu hapa, mchezo mwingine uliofuata ukashindwa kumtumia hata dakika 20 au 30. Kwa hiyo nafikiri kwenye benchi la ufundi watakuwa wanafanya kazi kubwa zaidi ya kumlinda kuliko kuamini ya kwamba kila mchezo anaweza kucheza. Mfano, Ureno akicheza mechi 2 alafu akiwa ameshafuzu, mimi siamini kama mwalimu atamtumia Ronaldo kwenye mechi ya 3 ambayo itakuwa haihitaji nguvu kubwa sana kwenye timu yake. Kwa hiyo hizo zote zitakuwa zinatumika mara nyingi kwa sababu ya kumlinda. Na sio yeye tu, mimi naamini hata Messi itakuwa ni hivyo hivyo. Kule Argentina napo atakuwa anamwangalia Messi kwenye jicho hilo ya kwamba kuna wakati anatakiwa kucheza, kuna wakati anatakiwa kupumzika kutokana na umri wake na zile kasi ambazo zipo kwenye michezo husika kwa sasa. Kumekuwa kuna namna watu huwa wanasubiri kwa hamu ufunguzi wa kila mashindano. Tuliona 2018 Urusi, Qatar wakaja wakapindua kabisa historia kama hadithi kabadilika. Sasa hivi kuna namna kila mmoja anajiandaa. Kwa mfano sisi Azam TV kesho hatuchukulii poa. Yaani uzinduzi wa kesho ni mzito wa mechi ya kwanza ya finali za kombe la dunia. Unaona Mexico akimpiku Qatar ambaye kuna standard aliset na pengine kuwaona wengine wa nyuma pale nyuma kama hakuna kitu walifanya. Qatar alitumia nguvu kubwa sana kutangaza yale mashindano kwamba yanafanyika kwake. Sasa hivi kilichotokea ni kwamba nguvu kubwa sana imehamia Marekani, ya kwamba ndo wanazungumzwa sana kwa sababu ya vile vitu ambavyo vinatokea nje ya uwanja, sio ukazuiwa kuingia, usi kafanya nini, mashabiki wengine wamekosa nafasi, viongozi wa benchi la ufundi wamekosa nafasi. Nafikiri kwa watu wengi zaidi hata mashabiki wanzo kukutana nao kesho wakajua kwamba anayezindua mashindano ni Marekani kutokana na jinsi alivyojitangaza. Lakini mimi naamini kwamba zitakuwa ni ufunguzi ambao ni bora sana kwa sababu wameshajipanga, na unajua mara nyingi vitu sio nchi yenyewe husika inasimamia.
FIFA wanao wanakuwa na mkono wao pale kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri. Kwa hiyo kwenye vile ambavyo wengine walishawahi kufanya, kwenye vile ambavyo walifanya Afrika Kusini kwa mara ya kwanza, watu wakasikia kumbe kuna mavuvuzela, sio kuna nini kwenye fainali hizi. Nafikiri hawa nao watakuja na staili yao ya kuwaonesha watu ya kwamba wana uwezo wa kufanya uzinduzi bora zaidi wa World Cup. Umegusia kuhusiana na mavuvuzela. Kila mwaka huwa kuna kitu kipya huwa kinatokea. Kwa mfano, nitakukumbusha fainali hizi mjadala mkubwa umekuwa ni kupata visa ya kuingia Marekani. Sahihi kabisa. Mjadala wa fainali za Qatar ulikuwa ni mavazi na sheria ambazo ni kali kidogo ambazo walizilegeza wakati wa fainali zile. Yes. Nyuma utakumbuka Urusi 2018 pia kwa kuna mvutano yeye na mataifa mengine hasa ya Ulaya wenzake. Kipindi hicho kuna Brexit na mambo mengi yakawa yanazungumzwa. Sasa hivi nadhani mjadala mkubwa ukiacha visa ya Marekani ni nini hasa kuelekea kwenye fainali hasa kwa upande wa Mexico sasa ukiwatoa Marekani? Kwa Mexico nimeona mashabiki wao leo. Kulikuwa kuna kama vile wanafanya maandamano, yani ya kwamba wanaona kama vile kuna vitu vingi haviendi sawa, alafu nguvu kubwa sana imetumika kwenye michuano ya kombe la dunia. Nafikiri hiyo inaweza ikachukua picha halisi zaidi, lakini kwao nimeona mamlaka zimezungumza zikisema kwamba usalama uko kwa 100%. Tusubiri tuone kile ambacho wataanza nacho, kwa sababu mara nyingi hata mavuvuzela alikuwa hajulikani sana. Afrika Kusini baada ya ile mechi ya ufunguzi ndio ikaleta kwa mara yanapigwa marufuku wanafanya nini, lakini mwisho ni kombe la dunia ambalo lilibakiza historia yake, na hili naamini mimi ya kwamba kutakuwa kuna historia kubwa zaidi kwenye mechi ya ufunguzi, kwa sababu nafikiri watafungua wao, alafu wataenda kufungua Marekani pia na watafungua kwa wakati wao. Kwa hiyo ufunguzi wa kwanza ndio bora zaidi kuliko nyingine yote zinazokuja, ndio ambao unatazamwa na watu wengi zaidi. Wewe umeshuhudia mashindano mengi. Umeshuhudia kwanza 2002 na ngapi, yote ulikuwa unayafuatilia kwa ukaribu sana na umeripoti kwa kiasi kubwa na uzoefu mkubwa. Ukijaribu kutazama kuna mjadala mwingine unaguswa hasa kuhusiana na sakata la mwamuzi wa Somalia kukataliwa kuingia Marekani na mijadala mingine hasa ya tunasema ya visa na maeneo mengine. Hili linaguswa kwamba linaweza kuathiri utamu ama ubora ama uzuri wa World Cup ama kombe la dunia mwaka huu. Unaona hivyo pia? Lina doa. Yaani ni doa dogo sana kwenye kuelekea kombe la dunia. Mwamuzi mmoja kuzuiwa ni sehemu ndogo sana ya wale waamuzi wengi zaidi ambao ndio za ukaguzi utakuwa umeona. Ukaguzi unaofanyika na Ubelgiji. Sasa kinachotokea ni kwamba Kevin De Bruyne ana trend mtandaoni anakaguliwa kiatu. Hizo zote ni kwa sababu ya jinsi ambavyo mataifa yaliopewa nafasi, jinsi ambavyo yanaendesha mambo yake ya ndani. Na doa mimi naliona sana kwa muamuzi, kwa sababu naamini hata kama taifa lilikuwa lina kizuizi cha watu wake wasiingie Marekani, bali huyu muamuzi angekuwa anaweza kupewa ile nafasi ya pekee zaidi. Kwetu sisi Afrika ilikuwa ni muamuzi ambao tunatamani kumuona anachezesha kombe la dunia, kwa sababu pia kwao ni muamuzi wa kwanza anaenda kwenye fainali hizi. Kwa Afrika ameshaonyesha, amekuwa muamuzi bora wa Afrika. Mwaka jana tunamjua, ameshafanya vitu vikubwa sana. Tulikuwa tunatamani tukamwone kwenye stage nyingine kubwa zaidi, ya kwamba ana uwezo wa kufanya kitu kikubwa zaidi ya kile ambacho alionyesha kwenye michuano ya Afrika. Lakini kuzuiwa kwake, niliwasikia FIFA wakisema kwamba hawezi kuingilia sana mamlaka za ndani. Inawezekana kuna sababu zingine nje ya kile ambacho tunakiona sisi ambacho kinahusiana na nchi. Kwa hiyo tukiache kama kilivyo. Kumesikia Iran wanalalamika, nao kuna watu wao wengi wamezuiwa kuingia Marekani. Hilo nalo kila mtu anajua kwamba kuna mgogoro kati ya Marekani na Iran wa kisiasa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vipo vinapunguza ile ladha, lakini ni kwa sehemu ndogo sana. Yaani mimi ukiniambia kama kombe la dunia litabaki, nitakwambia linabaki kwenye ule ubora wake, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo vinatokea nje ya uwanja, lakini ndani ya uwanja tutaenda kuona viwanja bora sana, tutaenda kuona aina ya mashabiki. Unajua unaenda Marekani ambapo kuna watu ambao wanamzuka tofauti na ule ambao uliona Qatar, ule ambao uliona Afrika Kusini na sehemu nyingine. Unaenda Mexico utaenda kukutana na mashabiki. Wale ni moja kati ya taifa ambao linaaminika lina mashabiki wale ambao ni wale machizi soka kweli kwenye timu yao ya taifa. Kwa hiyo wale kule hawapendi klabu kama wanavyopenda timu yao ya taifa. Kwa hiyo utaenda kuona vitu vya tofauti sana kwenye finali hizi. Kwangu mimi nafikiri ni kitu bora sana kwenye mashindano kufanyika kwenye mataifa matatu ambao yana aina tofauti zaidi. Kwa sekunde chache, tunaandaa AFCON mwakani. Hichi ambacho kimetokea Marekani na hizi purukushani na jitihada zingine, kwa sekunde chache sana.
kuna kipi cha kujifunza kwa Watanzania, waandishi wa habari na wengine kuhusiana na hichi kinachoendelea Marekani na kile ambacho tutakiandaa sisi mwakani? Kwa sekunde chache. Kwetu sisi kwanza kuna mambo mengi ya kujifunza. Jinsi ya kuweza kuwatreat wageni wanavyoingia kwako, ule ulinzi kuhakikisha kwamba wanakuwa salama, lakini pia naamini ya kwamba FIFA na CAF watakuja na sheria tofauti baada ya finalizi hapa. Shukrani sana Kini. Tabara sababu mwingine kujadili mengi zaidi ni Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na finali za kombe la dunia ambazo zinatarajiwa kuanza hapo kesho, na muda huu tukamilishe kwa muhtasari. Azam Media Limited yaandaa kishindo kizito ufunguzi wa fainali za kombe la dunia mwaka 2026. Wakati wanaendelea, wadau wa soka waishukuru Azam TV kuisogeza burudani ya kombe la dunia kwa gharama nafuu. Na mbali na hilo, Mexico na Afrika Kusini kusimamisha shughuli zote nchini Mexico kupisha ufunguzi wa fainali za kombe la dunia. Mwisho wa mshike hii leo, na pengine uende ukawa mshike wa mwisho kabla tujaenda kwenye fainali za kombe la dunia. Mimi ni Kennedy Moses, usiku mwema.